Lakini jambo la pili, kile cheti kitakupa misamaha ya kodi kwenye bidhaa zako za mtaji. Unataka kuingiza mashine, kichwa cha lori, bidhaa ambazo ni capital goods ambazo zitakusaidia wewe kufanya uwekezaji wako, utapata punguzo la kodi aidha kwa 75% import duty au kwa 100%. Kwa wale ambao wako kwenye sekta ya utalii, vifaa vile vya kufanya finishing kwenye chumba cha hoteli utapata kwa 100%. Lakini pia kutoka kwenye ofisi ya kando utapata huduma ya kupata ardhi ya uwekezaji. Na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunakushukuru hapa, tunajua sisi hatutapata tabu kwa sababu tayari wewe mwenyewe na mkoa mna land bank. Kwa hiyo wawekezaji wanaotoka nje wanatoka kuja kuwekeza mkoani Njombe wajue kwamba watapata ardhi ya uwekezaji. Lakini jambo la 4, utapata huduma ya kupata mbia. Kama wewe mtu wa Njombe una biashara yako unataka kuikuza, tunao wawekezaji ambao wanatoka nje wanataka watu wa kushirikiana nao ambao tayari wanazo biashara. Mfano wewe una hospitali, kuna baadhi ya huduma huzitoi, unataka mtu ambaye anaweza mkashirikiana kuanzisha huduma mpya kwenye hospitali yako. Biashara za namna hiyo watu wengi wanataka wabia. Lakini pia wale wenye ardhi, kwa na ardhi unataka mtu ambaye ana mashine au anaweza mkashirikiana mtaji kwa ajili ya kufanya biashara kwa pamoja. Lakini pia tuna kituo cha pamoja ambacho kinatoa huduma kutoka hizi taasisi mbalimbali ambazo tulikuwa tunazungumza hapa, TBS, NIDA, Migration pamoja na zinginezo. Huduma ya 6 tutakayopata ni huduma ya ushauri wa kodi kutoka TRA. Wengi mnafahamu kwamba mnakwenda mamlaka ya mapato kwa ajili ya kufanya assessment za kodi na kulipa kodi. Lakini yeyote anayetaka kuanza biashara, akitaka ushauri wa kodi kabla ya kuanza biashara, sisi kituo cha uwekezaji tunao maafisa wa kodi ambao wanaweza kukushauri. Wanaweza kukushauri kiwango gani cha kodi, uagizeje mzigo wako, kiwango gani cha kodi utakachokilipia, namna utakavyokuwa unaendesha biashara yako. Ushauri ule unaweza kuupata kabla ya kuanza uwekezaji, wakati unafanya uwekezaji na wakati unaendelea na uwekezaji wako. Jambo la 7, utakuwa na uwezo wa kupata taarifa na kushiriki makongamano mbalimbali ya uwekezaji ndani na nje ya nchi, ya kwenye sekta zako au kwenye sekta zile ambazo unataka kupata uwekezaji. Jambo la 8, ushauri wa kiuwekezaji, na hii inawezekana kwenye upande wa business plan au eneo lolote ambalo unataka kufanya uwekezaji wako. 9, kuunganishwa na huduma mbalimbali. Tunafahamu wale wawekezaji wengine ambao wako mbali ambao wanaweza kuhitaji huduma ikiwemo maji na umeme, tunaweza tukapata msaada. Lakini jambo la 10, kupata usaidizi wowote ambao unaohitaji kwenye eneo lako. Lakini ningependa kuongeza jambo moja, Mheshimiwa Waziri na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwamba wiki iliyopita tulisaini makubaliano na taasisi inaitwa Tanzania Institute of Arbitrators. Kwa hiyo wale ambao watakuwa na mashauri pia wana changamoto za kibiashara kati ya wao na wenzao, wasingependa kupelekana mahakamani, wanataka kwenda kwenye meza ya usuluhishi, tunao taasisi hii ambayo inatambulika kabisa na serikali ambao tunaweza kufanya pia utaratibu wao kufanya arbitration na kukubaliana kabla hawajaenda kwenye hatua zinazofuata. Kwa hizi tu ni baadhi ya huduma ambazo zitatolewa hapa. Kwa mara nyingine tena tukushukuru sana Katibu Tawala, Mkuu wa Mkoa kwa kutupa nafasi ya kuwepo kwenye eneo hili, lakini pia kwa Mheshimiwa Waziri kwa uzinduzi huu. Asante sana. Lakini nataka nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Anthony Mtaka. Ni rafiki yangu, kutoka naye mbali sana. Nilipokuwa nikiwa Singida yeye Dodoma akaniambia atanishinda kwenye uzalishaji zetu. Sasa hatukuweka mtu wa kupita. Sasa Mheshimiwa Waziri, kwa kweli kati ya watu ambao wametusaidia sana kufanikisha uzinduzi wa ofisi hii mpaka leo tuwepo hapa ni serikali ya mkoa wa Njombe. Mkuu wa mkoa na viongozi wake Katibu Tawala ndio wamempatia ofisi hapa. Tumepewa vyumba vitatu vikubwa vizuri na vimekagua. Na sasa wote wawili hatujatumia financial yoyote ile hizo. Tulichofanya sisi ni kununua meza na laptop za kufanyia kazi. Maana kwamba TIC au mwekezaji wa kufanikisha lazima kushirikiana na serikali, ambapo ndio kuna watu, ndio kuna ardhi, ndio kuna wataalamu. Kwa kazi aliyoifanya Mheshimiwa Mtaka na serikali yake ya mkoa ameonyesha mfano. Na ndio maana tumekuja kuzindua ofisi Njombe, hatukwenda mahali pengine. Unaweza kufikia. Kwa hiyo tunapongeza sana kwamba sasa hivi kuna ushindani ambapo kila nchi inataka wawekezaji. Kwa Mheshimiwa Rais
amesimamia na kuona kwamba kunakuwa na mabadiliko makubwa kwenye uwekezaji ili kuweka vivutio mbalimbali ambavyo wawekezaji utaona kwa mfano sasa hivi TIC imefanya maboresho mengine makubwa mbalimbali ya kuunganisha baadhi ya taasisi, baadhi ya mikoa ili kufanya uboreshaji mzuri, imefanya kampeni za uhamasishaji kwenye uwekezaji wa ndani na nje, lakini vile vile itarahisisha wawekezaji kuwafikia miradi mbalimbali na kufanya maamuzi ambayo yataongeza kipato kwa Tanzania, yataongeza uwekezaji mkubwa, kuleta teknolojia na ajira mbalimbali. Kwa hiyo nataka nitumie fursa hii, Mheshimiwa Waziri, kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa awamu ya 6 Dr. Samia Suluhu Hassan kwa msukumo wake ambao ndio unaleta mabadiliko haya ambayo tunashuhudia leo hii sisi ambao tunasimamia. Na mimi nikiwa hapa kama mkuu wa mkoa nitakusaidia hiyo kusimamia. Moja, huu ni mkoa ambao private sector Tanzania tumeelewa kwa sehemu. Na hilo jambo nalisema na kulirudia, na ndio maana unaona hakuna mtu anaweza kubishana kwamba nilishasema kabisa. Jamii tano: Kilimanjaro, Njombe, Kigoma, Simiyu, Pemba wana push the economy. Wanapush. Hawa Wabena, Wakinga, Wapangwa, Wawanji, Wamanda nikiwaambia kwamba sasa jamani leo TIC wako Njombe. Mahenga anajua wote ile. Wote tutamsupport. Kwa sababu sisi kwenye mapping opportunities Profesa Mkungu tulikuwa tunasema juzi tumeenda kwa watu wa time. Ndio time. Kwa nini sisi tunanunua mbegu ya viazi shilingi 1,300? Kwa eka moja. Kwa sisi tuweze kuzalisha mbegu, hatuwezi. Tutafute alternative, tutafute competitor wasile bali yuko wanapotokea. Tayari wameweza kufanyia kazi. Kwa nini sisi viazi ukitaka kufuga kuku, mbegu unanunua Silverline Interchip? Why can't you look another investor, another company? Tumlete. Tunatambua kwamba moja, hakuna nchi yoyote duniani ambayo imepiga hatua kiuchumi bila kuvutia uwekezaji wa ndani na uwekezaji wa nje. Pili, hakuna nchi yoyote ambayo inaweza kaendelea kwa kufunga milango kwa wageni. Nchi zote duniani zitakaribisha wageni. Unaona China imeendelea sana hiyo. Viwanda vya China mwanzo vilijengwa na Marekani. Lakini jambo la tatu, hakuna nchi yoyote ambayo inaweza ikaendeleza na wageni. Hatimaye atakayejenga na kuendeleza nchi ni wenyeji wa nchi husika. Kwa serikali inatambua kwamba hapa hatimaye watakao jenga Tanzania nani? Ni wa Tanzania. Na nne, hatimaye mambo yote yatakayofanyika haya, wanaofaidika na matunda ya maendeleo lazima wawe wa Tanzania. Ndio maana tunayo nchi inaitwa Tanzania, inaitwa Uganda, inaitwa Italia. Mungu hakuweka hizi nchi kwamba iweko inaitwa Tanzania waje wafaidika wa Italia. Hiyo lazima wajenzi na wafaidikaji wa nchi wawe nani? Wawe Tanzania. Kwa hiyo wageni wanapokuja hapa tunatambua watafanya uwekezaji. Wao wamekuja mwekezaji yote, lengo lake hatimaye apate nini? Faida. Hapa kama mwekezaji hafanyi kazi ya kanisa au msikiti. Lengo lake final profit. Kama hivyo kwa kufanya biashara, hatimaye fanya nini? Profit. Lakini akipata faida yake, lazima sisi kama nchi lazima tupate faida. So you have to manage the center. Sasa sio kila kitu mpaka niende na Dar es Salaam. Na batubati zaidi kuliko.
Kwa vitu vingi mjitahidi vikamilike hapa ili wafanyabiashara wapungue mahangaiko. Ndio lengo la kufungua kitu. La pili, mjitahidi. Tuna makanuni mengi lakini tunapoelekea tunataka tuanze ile wazungu wanasema tailor making. Kwa maana kwamba kuna baadhi ya kanuni haziwezi kufaa Njombe. Zinaweza kufaa Dar es Salaam, zikafaa Shinyanga, lakini Njombe hata sifae. Kwa hiyo tuwekee mazingira ambayo ni specific for Njombe. Ili mtu aseme okay, nataka kwenda kuwekeza Njombe kwa sababu kuna hiki hapa kinapatikana Njombe tu. Sasa sio lazima iwe product, hata huduma. What is so special about Njombe? Kwa hiyo ni kazi ya TSC kushirikiana na mkoa hapa. Muweke mazingira gani? Maana inawezekana local government hapa, halmashauri zetu za mkoa Njombe zikiweka mazingira specific. Kwa mfano kwenye ile tunaita sense. Kwa tumeweka ni range. Sio bana ndio mshomu. Tumeweka range pale. Kwa hiyo tukasema sisi tuko kuvutia wawekezaji, tunapunguza badala ya 0.2% sio. Tunafanya 0.1. Kwa mtu anafunga safari anataka na da. Anakuja Njombe ili apate 0.1%. Kwa sababu otherwise inabidi kuwashawishi wafanya biashara wasiwekeze Dar es Salaam kupeleka Njombe. Wasafiri all the way hundreds of kilometers wake. Kwa hiyo waombe halmashauri muwe creative. Mnaweka mazingira gani specific ya kuvutia wawekezaji hapa Njombe ili asiende Dodoma aje Njombe. Nadhani hilo pia ni muhimu kuzingatia. Lakini la tatu ni uwepo wa maafisa pale kwenye kituo. Maafisa wote muhimu wawepo, kama ni uhamiaji, kama ni kilimo, kama ni iwe complete. Na tuwaombe zote makao makuu wawepo maafisa hao mamlaka kamili. Wasiweke kama messenger tu kwamba yeye kazi yake ni kupokea barua kupeleka makao makuu. Waachie mamlaka mengi iwezekanavyo ili wawekezaji akienda kwenye kituo pale apate huduma kamili. Nne, tuwaombe na kuhamasisha wawekezaji wa mkoa wa Njombe na mikoa hii ya Iringa, Ruvuma na Mtwara. Jisajilini kituo cha uwekezaji. Hamtajika. Mkimuuliza kitu kwa faida ambayo wanazipata ni kubwa. Watu hao wageni mnaona watu wanafaidika kwa sababu wanafahamu wenzetu hao kabla wajaje. Wanasoma sheria zetu na vitu vyote. Na wanapitia kudai mno. Mimi kama waziri wa dhamana ya uwekezaji, nina wawekezaji wengi zaidi wa Tanzania kuliko wa kigeni, lakini nasumbuliwa zaidi na wawekezaji wa kigeni kuliko wa Tanzania. Na wanasumbua kuhusu vile vivutio. Kuna hii sheria inasema naomba kivutio sababu amesoma sheria. Kwa hiyo niombe wawekezaji wa Tanzania, someni sheria zetu, someni vivutio vyetu na viombeni kwa sababu vipo. Vimewekwa kwa ajili ya kufaidika. Tano ni taasisi zetu. Amesema vizuri sana mkuu wa mkoa. Kwa muda mrefu sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa, watumishi wetu wa umma jinsi walivyokuwa oriented, yani walitengenezwa kudhibiti mambo. Ndio maana kwenye serikali neno control limejaa. Hata taasisi Samsung control. Paka tukaenda na mamlaka ya udhibiti. Ndipo kwa hizo wakati nilipendekeza neno udhibiti liondoke, tuite urekebisho. So these guys are trained to control.